السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد. Kila ifikapo tarehe 25 Disemba walimwengu husherehekea Christmas, ambao ni annual festival, ni tamasha ya kila mwaka, na tamasha hii huandaliwa kwa sherehe tofauti tofauti, fataki, mizinga na maeneo tofauti tofauti, ikiwa ni mamangina, fuo za bahari, mahotelini, mwisho mwaka huu mpaka kwenye roundabout. Tamasha hizi zina anwani maalumu, nao ni ukumbusho wa kuzaliwa kwa Jesus Christ. Tamasha zote hizi zalekezwa kuangazia mazazi haya. Sherehe za Christmas zilikuwa formally adopted, rasmi kama sherehe za Kikristo katika karne ya 4, na celebration ya mwanzo iliyokuwa recorded ni mwaka 336 AD katika mji wa Rome, katika enzi za mfalme Konstantino. Huyu ni emperor wa kwanza wa Kirumi kuconvert kwa dini ya Kikristo baada dini hii kuenea. Na kama dhihirisho la kumtukuza, kalenda ya AD nao yamaanisha Anno Domino huanza kwa tarehe ya mazazi ya Yesu Kristo, na ilibuniwa mwaka 525 AD na askofu Dionysius, ambaye amereplace kalenda iliyokuwa wakati huo. Ndugu zangu Waislamu, kuhuisha ukumbusho wa kuzaliwa kwa Yesu Kristo ni kuupa nguvu Ukristo katika kuvuka mipaka ya itikadi sahihi alokuja nao Nabii Isa alayhi salam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Nisa aya 171 awalingania ahlul kitabi, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum, enyi mlopewa vitabu, yani Taurati na Injili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awalingania kwa title ya ahlul kitabi ili kuwafedhehesha kuwa mulipewa kitabu na mukakhalifu yaliyomo katika kitabu. La taghlu fi dinikum, alghulu tajawuzul hadd, musivuke mipaka. Hapa imetupika kwa njia istiara, kuvuka mipaka juu ya yale yaliyoagizwa na sheria, yale yaliyowekwa katika itikadi, yale yanaoingia kwenye akili, yale yaliyopita matendo. Alghulu
imekatazwa katika dini zote, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewakataza ahlul kitabi kwa kuwa wao ni aslun likathirin min dhalalihim wa takdhibihim, ndio asili ya kupotea kwao na kukanusha kwao kwa ujumbe wa mitume, ujumbe wa ukweli. Mfano, Mayahudi waliagizwa bitibai Taurat, wao hujinaki kuwa wamfuata Nabii Musa alayhi salam, na Nabii Musa ameshukishiwa Taurati. Kwa hivyo waliagizwa wafuate Taurati na wawapende mitume yao, lakini walivuka mipaka wakawachukia. Mfano, uadui wao kwa Nabii Isa alayhi salam. Ama manaswara ambao ni Wakristo waliagizwa kumfuata Masihi Isa, wakavuka mipaka kudai kuwa yeye ni Mungu au mwana wa Mungu au ni moja katika wale watatu Trinity, pamoja na kumkufuru na kumkataa na kumkanusha bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Itikadi za Kikristo ni kama ifuatavyo: wamegawanyika vipote vitatu. Kwanza, kauli yake Allah Ta'ala katika surati Tauba aya 30, وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. Mayahudi walisema Uzair ni Ezra, walisema huyu ni mwana wa Mungu. Uzair ni nani? Ni jina la habrin kabirin min ahbari al-yahud, moja katika makuhani wakubwa wa Kiyahudi aliokuwa wakati walipokuwa mateka Babylon. Huyu walimuadhimisha mpaka wakamfikisha stage ya kumfanya mwana wa Mungu. Waqalati an-nasara al-masihu ibnullah, na Wakristo wakasema Masihi Isa ni mwana wa Mungu. Katika Qur'ani Nabii Isa alayhi salam jina lake liliambatanishwa na mamake Isa ibn Maryam, Isa mwana wa Maryamu, mara 23 kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni dalili kuwa si mwana wa Mungu, ni mwana wa Maryamu. Pili ni kuwa Nabii Isa alayhi salam hana baba, ndio maana anasibishwa na mamake, alizaliwa kimiujiza. Pote la pili ni wale wanaoitakidi kuwa Nabii Isa ni Mungu. Suratul Maida aya 17, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam. Wallahi, kwa hakika wamekufuru wale wanaosema Masih Isa mwana wa Maryamu ni Mungu. Hawa waitakidi kuwa ni incarnation ya Mungu. Mungu aliingia katika kiwiliwili hichi na akaja duniani, ndio maana waitakidi ni Mungu. Pote la tatu
ni pote la Trinity. Suratul Maida aya 73, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalathatin, wallahi kwa hakika wamekufuru waliosema kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mmoja kati ya waungu watatu: Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu watatu kwa wao ni Roho Mtakatifu. Kwa Mungu Mwana ni Masihi Isa ibn Maryam kwa itikadi yao potofu ilivyo. Ndugu zangu Waislamu, kwa msururu wa darasa hizi za kila Ijumaa baada ya asri, tajaribu kuweka wazi maisha ya Nabii Isa alayhi salam min mandhurin islami, kwa taswira na mtazamo wa Kiislamu. Uislamu ulipa umuhimu mkubwa swala hili katika kubainisha yanayompasa Muislamu kuitakidi juu ya Nabii Isa alayhi salam, kwa sababu yeye ni mtume miongoni mwa mitume ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na al-imanu birrusuli ruknun min arkanil iman. Kuamini mitume ni nguzo katika nguzo za imani, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha tuamini. Surati Al-Imran aya 179, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema faaminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun adhim, basi muaminini Mwenyezi Mungu na mitume yake, na mkiamini na kumcha Mwenyezi Mungu mna ujira mkubwa, nao ni pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na akasema tena katika suratul Baqara aya 285, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameamini aliyoteremshiwa kutoka kwa Mola wake. Wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, na waumini kila mmoja ameamini kumwamini Mwenyezi Mungu, malaika wake, vitabu vyake na mitume yake. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, hatupambanui, hatutofautishi baina yoyote kati ya mitume ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatusemi kuwa wetu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabii Isa twambagua, la, tuamini mitume yote, ni nguzo katika imani. Waqalu sami'na wa ata'na, na walisema tumesikia na tukatii. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, twakuomba maghfira ewe Mola wetu, kwani kwako wewe ndiyo marejeo yetu. Hizi ni dalili katika Al-Qur'anul Karim. Ama katika sunna ni hadithi maarufu ya Jibril alayhi salam iliyopokewa na Muslim, inaosimuliwa na Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiallahu anhu, hadithi ambayo masahaba walikuwa wamekaa pamoja na mtume, rehma na amani zimfikie. Tahamaka, out of nowhere, akajitokeza mtu shadidu bayadhi thiyabi, nguo zake ni nyeupe mno, shadidu sawadi sha'ri, nyele zake ni nyeusi mno. Hii ni description ya Sayyidina Umar radhiallahu anhu
kwa huyu mtu aliyojitokeza. Walioko hakuna mjuaye, ni stranger, wala haoneshi kuwa ni msafiri, hana athari ya safari, hana vumbi wala nyele zake hazikutawanyika. Bwana huyu akaja mpaka kamlekea Mtume, akampatanisha magoti yake na magoti ya Mtume, na akaweka mikono yake kwenye mapaja yake, kisha akamlingania Mtume, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, nijuze kuhusu Uislamu. Mtume akamweleza nguzo 5 za Uislamu. Qala sadaqta, akamjibu umesema kweli. Faajibna lahu yasaluhu wa yusaddiquhu, masahaba wakashangaa, huyu ni muulizaji gani? Anayeuliza ataka kujuzwa, huyu yuwauliza, akijibiwa asema sadaqta, umesema kweli. Muulizaji wa kiajabu huyu. Kisha kamuuliza anil iman, Mtume akamweleza, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, kumwamini Mwenyezi Mungu na malaika wake na vitabu vyake na mitume yake, wal yawmil akhir, na siku ya mwisho, na kuamini qadar khairi yake na shari yake. Akasema sadaqta. Hapa ndipo tunapopataka sisi kwa hii ni dalili iliyoweka wazi nguzo za imani. Kisha akamuuliza juu ya ihsan, akamuuliza juu ya kiyama ni lini. Mtume akamjibu jawabu ambao lau maswahaba wangekuwa na previous information ya identity ya huyu muulizaji wangejua. Akamwambia hakuwa mwenye kuulizwa ni mjuzi kuliko mwenye kuuliza. Pana ishara hapa kwa Mtume kwa shamjua huyu nani. Kisha akamuuliza Mtume SAW, basi nijulishe dalili za kiyama. Alipoondoka Sayyidina Umar al-Khattabi radhiallahu anhu akakana dukuduku la moyo. Huyu ni stranger, hakuna mjuaye, maswali yake ni mazito, na kila akijibiwa asema sadaqta. Mtume sallam akalahidhi hii kutoka kwa Umar, akamuuliza tadri manisail, wamjua anayeuliza nani? Qultu Allahu wa rasulu a'lam. Sayyidina Umar al-Khattabi radhiallahu anhu akajibu, Mwenyezi Mungu na mtume wake ndio wajuao. Qala fa innahu Jibrilu atakum yuallimukum dinakum, huyu ni Jibril alayhi salam, amekuja kuwafunza dini yenu, lakini kwa uslub, kwa staili ya question and answer. Auliza swali lajibiwa, asema sadaqta, na haya kuwa masala hafifu, maswali mazito ya msingi wa dini. Hapa tutapata faida kadha wa kadha. Adabu ya mwanafunzi kwa mwalimu. Angalia ile haia ya kikao, kisha angalia Mtume SAW alivyokuwa akimjibu kwa ukamilifu kama sura inavyotakikaniwa. Dalili ya pili kutokana na sunna, na hii ni hadithi iliyoweka wazi status ya Nabii Isa alayhi salam kama alivyomweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nayo imepokewa na Muslim, inaosimuliwa na Ubada bin Samit radhiallahu anhu. Bwana Mtume rehma na amani zimfikie asema, man shahida an la ilaha
illa Allah wahdahu la sharika la, yote yule atakayekiri kwa moyo. Kukiri kwa moyo bimaana ana conviction, amekinai katika moyo wake, kisha ndo akatamka kwa ulimi kuwa hapana mola anastahiki kuabudiwa kwa haki. Wako wengi wanaoabudiwa lakini hawastahiki, hawajaumba kitu au hawana hata share ya maumbile mpaka wadai ushirika na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anastahiki kuabudiwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muumba mbingu na ardhi na vilivyomo, na akatumba na sisi. Tena la sharika lahu, hana mshirika. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na kuwa bwana Muhammad ni mja wake na mtume wake. Abduhu, hii idhafa ni idhafa ya tashrif, kwa sababu sote sisi ni waja wa Mwenyezi Mungu, lakini bwana mtume katika kila makamu ya cheo, subhanalladhi asra bi'abdihi, alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi. Kila makamu ya cheo aitwa kwa sifa yake ya mja, lakini mja wake, idhafa ya tashrif. Wa anna Isa abdullahi, na kuwa nabii Isa ni mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si Mungu, si mwana wa Mungu, si mmoja katika watatu Trinity. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Zukhruf aya 59 asema, in huwa illa abdun an'amna alayhi waja'alnahu mathalan li bani Israil. Hakuwa nabii Isa ila ni mja kwa Mwenyezi Mungu, ni mja, lakini mja alioneemeshwa na utume na risala, mtume mtumwa na Mwenyezi Mungu kwa waja wake. Tena waja'alnahu mathalan li bani Israil, na Mwenyezi Mungu akamfanya katika kuzaliwa kimuujiza bila baba awe ni mazingatio kwa wana wa Israeli. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, na ni mtume wa Mwenyezi Mungu, ametumwa awaongoze wana wa Israeli kama mitume mingine ilivyotumilizwa. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, wa kalimatuhu, kuumbwa kwake, ameumbwa kwa neno la Mwenyezi Mungu, kun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Yasin asema, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Hakika hukumu yake yeye Mwenyezi Mungu, anapolitaka jambo kuwa, huliambia kuwa na likawa. Hii ndiyo kalimatuhu kun. Waqila, kwa hii ni ishara ila annahu hujjatullahi ala ibadihi, kwa yeye ni hoja ya Mwenyezi Mungu kwa waja wake. Abda'ahu min ghairi abin, alimumba pasina baba. Wa antaqahu fi ghairi awanihi, akamfanya aseme fil mahdi, utotoni, kabla kufika umri wa mtoto kuanza kutamka na kusema. Wa ruhun minhu,
Nabii Isa alayhi salam ni makhluq, ameumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hatoki kuwa kiumbe. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema wa ruhun minhu. Hii udhifati ruhu ila Allah ala wajhi tashrifi, kwa cheo, kwa ni mtume, tena si mtume wa kawaida, ni katika ulul azmi, tena amezaliwa kwa njia ya kimiujiza. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah akisherehesha hadithi hii asema hadha hadithun adhimun adhimul mawqi'i wa huwa ajma'u au min ajma'il ahadithi almushtamilati ala alaqaid. Hadithi hii ni hadithi kubwa mno na imekusanya, au ni miongoni mwa hadithi zilizokusanya itikadi katika mpangilio na maneno ya hadithi hii. Ndugu zangu Waislamu, huu umekuwa ni utangulizi wa kuingilia katika kisa cha Nabii Isa alayhi salam. Insha Allah leo kwa haya machache tutakoma hapa, kwa matarajio kuwa insha Allah juma ijalo tutaingia rasmi katika kisa cha Nabii Isa alayhi salam. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.